Sababu ya siku ya leo ni siku njema Mungu ametuleta katika hekalu lake, na pia ni siku kubwa sana ambayo Mungu anaendelea kutuongezea katika nyumba yake. Tunafurahia mtoto wetu ambaye ametoka katika nyumba hii ya Angel pamoja na mke wake Margaret, kwa sababu Mungu anatupenda sana. Tumeongezeka sasa. Ndio. Si tumeongezeka? Ndio. Sunday school wameongezeka ama wameongezeka? Wameongezeka. Kwa sababu ya kutii Mungu wetu, nataka tusome maandishi ambayo inawezesha familia hii kama mama kuingia hekaluni kwa sababu ya baraka hii, na pia kwa sababu ya kutii Mungu na kwa sababu ya usafi, ya kwamba tulikuwa kwa hiyo siku nyumbani. Ningetaka tusikie maneno machache katika kitabu takatifu. Ningĩ Jehova akĩarĩria Musa akĩmwĩra atĩrĩ, aria na ciana cia Isiraeli ũciĩre ũũ, mũndũ wa nja angĩgĩa ihu aciare mwana wa kairĩtu-rĩ, agaikara arĩ mũgiro ciumia 2, o ta ũrĩa aikaraga mũgiro ihinda rĩake rĩa mweri, agĩcoke aikare matukũ mangĩ 66 nĩguo athirwo nĩ thaahu wa thakame yake athere. Na hĩndĩ ĩrĩa matukũ make ma gũtherio makahinga, makairĩtu agagĩtwara gatũrũme ka mwaka ũmwe, gagatuĩke ihaki rĩa njino na ndutura ĩtarĩ ngũru kana ndirahũgĩ, rĩtuĩke igongona rĩa mehia, acitware mũromo-inĩ wa hema ya gũtũnganwo harĩ mũthĩnjĩri Ngai. Kwa hivyo ametii sauti hiyo, na kwa kweli Mungu ni mzuri, ama sivyo? Ndivyo. Wakati mwingine kwa watu wa ulimwengu ni hasara kubwa, kwa sababu kwa hizo siku 88, karibu siku 90, ni miezi 3, kwa mama huyu hajakuwa kanisani, ni hasara kubwa sana kwa watu. Lakini mbele za Mungu sisi sio hasara, kwa sababu hakuna haja ya kuja mbele za Mungu kumkasirisha na pia kujiendeleza katika mambo ambayo haifai. Wanadamu wa sasa hawana shughuli na usafi ya Mungu, na ndio unaona mambo mengi ya magonjwa, ubaya mwingi, accidents na mambo ile nyingi inaendelea. Kwa hivyo Mungu amekasirika na wanadamu kwa sababu wao humkaribia katika hali zao za uchafu. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa hivyo hii ni ishara kuonyesha sio huyu peke yake, kuna aina mingi za usafi pamoja. Hata vile tulivyokuja hekaluni siku ya leo, kuna aina mingi na njia mingi za usafi. Kwa hivyo kwa sababu mama ametii usafi huo, sasa kwa sababu amekuja katika mikono ya mtumishi na mtakasa, sasa ndio aweze kuingia hekaluni. Tumpatie mtumishi mkubwa ndio aweze kuingia mtoto wake kukaribisha ndani ya nyumba. Wacheni tuone. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakuja mbele zako. Nasema ni asante kwa sababu Mungu tumeweza kukanyagisha miguu yetu ndani ya hekalu lako. Ni asante kwa sababu mama huyu amejifungua mtoto wa msichana. Tunakurudishia shukrani siku ya leo Mungu wetu. Nimwezesha kwenda hospitalini na akatoka vyema Mungu. Na hata pia Mungu umemwezesha kuanza kunyonyesha mtoto huyu mpaka mahali amefika. Nashukuru jina lako takatifu, nasema ni asante. Ukijua kuna wakina mama wengi walipojifungua vile alivyojifungua walipata shida mingi. Hata pia wengine wakatoka ulimwenguni na wakapoteza watoto wao. Lakini siku ya leo mtoto wetu pamoja na mama wako mahali hapa. Hatuwezi kosa jambo la kusema ni asante. Nasema ni asante, wewe ni Mungu, hakuna Mungu kama wewe. Na kwa sababu wametii sauti yako, kwa sababu ya usafi ambao umenena katika kitabu chako takatifu, tunakuomba sasa akienda kuingia hekaluni mwako, wacha akuwe msafi ndio aweze kukaribia. Namkataa sasa katika jina la Baba, amen, la Mwana, amen, na Roho Mtakatifu. Tunaomba pia kuamini, amen. Na pia familia hii nyingine, kwa sababu uko pamoja nao, pia nao tunawabarikisha wakiingia hekaluni, wabariki katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Karibuni sana.
Yapi akugaidie. Moses. Uongoze shosho hapa asalimie watu. Kuja Muulize maswali shosho. Suje. Mhoji. Mwere. Shosho. Wewe mbona? Habari yako? Wewe mbona? Aya ni umoja. Aya ni uilia. Oyo. Eta bolo. Bolo. Ni. Kore yako. Bolo Ni tuge. Niwe wako ule wako. Bolo ya mwako. Deke. Kaka le kama microphone ndio walie ndio walie. Eta bolo. Bashibu. Bashibu. Na mutumia wake. Nani mwakigira na mwana. Maadhi ndio na mwana. Laketa wote. Oh. Mutumia. Eta bojeri. Baitu. Ni bojeri. Roba tiki. Sawote. Magre. Vamos aí. Roba kuna ile swali. Ndio yako. Tá magre. Eta kwa gani chiwaji. Okay. Ni magre kidai. Mara he mwana wao riri. Ni wake gogona. Nigetha yukio kana ka yukio. Mwana wao ri. Amukiro ne dukata. Yako kata. Kuyukio kwa mukiro ne dukata. Ule wage waka kanitha. Mwana wao. Ni mwana wao marage ga kana ga. Rako na kana kanini ga. Karo keke. Eta goro. Okay. Akili shabi ya nani? Monia tagajo. Naitoni mara bila barele hapo. Lale. Kuna yake ilo akio ore. Yore viki. Matito mare. Mare tatu. Naiko baba. Naito na baito muni. Okay. Sawa. Yongo. Ule. Ikio tokele haha leo. Nigetha tukione tugicibundire mwana wao. Urenda riri. Onawe tondu ukiri cucu wao ri. Tondu ukiri cucu wao ri. Ukorwo wi hamwe igongona-inĩ rĩrĩ. Ukorwo nawe nigetha wone mwana akĩhiũkio. Nĩweteire kuona? One rĩu nĩkuo one. Sawa. Archbishop Stephen Githinga, YouTube. Welcome. Thank you. I'm very happy today. As you see in my YouTube, you can see Gladys Wajiro Kamande. She is our mother. She is the mother to my wife. And I'm very happy for today when our son Anthony Boro is in the church for this ceremony, dedication of their daughter. Let me say this is a miracle for having our mother here. In the family, the child here, in the family, my mother here, in-law, has been given a very great gift by God to see the faith bonds. Rushiaro Rwagatano. Many people are dying. Very early. Let me say, now I don't know the name this child can call this old woman here.
maana kuna shusho. This old mother here is shusho for Anton. And this now, this young girl here, Guru, this old woman here is Maito. She can be called Maito by Guru. And let me tell you, this old woman here, ameingia kizazi ya 5. That is very big, great blessings from God. Yeye kuwezeshwa kuona uzao wake wangapi? 5. When we go to finish this year, our mom will be having 111 years. Amen. It's a blessing from God. So it is very great to see her witnessing about this ceremony here. When the bishop is carrying out these blessings for these parents and also for this young daughter of theirs. For me, I'm a grandfather, and because I have never seen her since she was born, I want to greet her, and I give you something. I give you something now. Ruguru semenchi. Shika. Makofi. 1, 2, 3. The child now, she is born here. Yeye ni semenchi yangu kwa sababu jina lake ni mama wake mama mke wake Anthony. Kwa hivyo ninafurahi ninapokuwa babu ambaye naona vizazi hizi, na nafurahi pia kwa ajili ya mama mkwe kuweza kuona kizazi hiki na Mungu akimpa uwezo wa kuwitness na kuona watoto wa wajukuu. Maana huyu ni mtoto wa nani? Wa mjukuu. Na yeye sasa anaitwa Maito. Kunao wengine wakubwa ambao wamepewa watoto, ni kama huyu wanamuita Maito, lakini wamepewa watoto na watoto wao wamezaa. Sisi hatujui hiyo majina itoitwa namna gani. Ana watoto ambao ni wanamuita Maito na wamezaa watoto na watoto wao wamezaa. Kizazi ya ngapi? Ya 5. I thank God for that. May God bless this family. Thank you. Kwa sababu ya familia ya Anton, Margaret, Mungu awabariki kwa sababu amewapatia kipaji cha mtoto na kipaji cha mtoto ambacho mko nacho. Unafaa mshukuru Mungu sana kwa sababu watu wengi wanataka watoto lakini hawajajaliwa kupata watoto. Lakini kwa sababu nyinyi Mungu amewajalia, si nikushukuru Mungu na kumwambia ni asante. Na pia kwa sababu ya kanisa letu tunafurahia siku ya leo kwa sababu Mungu ametuongezea kiumbe hiki. Amen. Ama sivyo? Kama tulikuwa watu 10 sasa tuko 11. Tuko 11. Ningetaka tusomewe maandishi katika kitabu cha Luka 18 mstari wa 15. Tuone vile Yesu alivyonena kuhusu watoto wadogo ama watoto wachanga, ndivyo tuweze kuendelea. Luka 18 mstari wa 15. Tuone Yesu vile alivyonena kuhusu watoto wachanga. Watoto wachanga, Yesu alinena nini kuhusu hawa watoto? Mungu atawabariki. Wakamletea watoto wachanga ili awaguse,
Lakini wanafunzi walipoona waliwakemea. Kwa hivyo Yesu akaletewa watoto wachanga. Nyamaza. Ili awaguze. Ama sivyo? Kwa hivyo watoto wachanga, wazazi wa maeneo hayo Yesu aliyokuwa, walijua Yesu wako na baraka kwa watoto. Ama sivyo? Kwa hivyo wazazi walikaa kwa muda mwingi wakileta watoto wao kwa Yesu ili awaguze. Bwana ape sifa. Kwa hivyo wakati watoto hawa waletwa waguzwe, wazazi walijua kwamba Yesu alikuwa na baraka juu ya watoto. Bwana ape sifa. Amen. Lakini nasikia nini hapo 16? Lakini wanafunzi walipoona waliwakemea. Lakini wanafunzi walipoona watoto pamoja na wazazi wao wakawakemea. Bwana ape sifa. Sisi hatutakemea watoto wetu. Bwana ape sifa. Sisi hatutakemea mtoto huyu. Bwana ape sifa. Sisi tutabariki huyu mtoto. Kwa sababu kupitia huyu mtoto baraka ni nyingi katika nyumba hii. Bwana ape sifa. Kwa hivyo wanafunzi wa Yesu wakaingiwa na roho chafu. Kwa sababu mtoto ni harmless, ama sivyo? Ingekuwa ni umati wa watu ni sawa, ama sivyo? Yeah. Ingekuwa ni umati wa wazee ilikuwa ni sawa wafukuzwe. Ingekuwa ni umati ya vijana ilikuwa haki wasukumwe kidogo wasikanyange ama wasisumbue mwalimu, ama sivyo? Lakini watoto ni harmless, ama sivyo? Lakini hawa wanafunzi tunasikia kwamba wakakataza. Kwa hivyo siku ya leo sisi hatutakataza hiki kiumbe Mungu ametupatia kuingia katika nyumba yake. Sisi kile ambacho tutakachofanya ni kukaribisha mtoto huyu na tumbariki ili aweze kuendelea kujumuika nasi, ama sivyo? Yesu akasema nini? Bali Yesu akawaita waje kwake. Akasema, wacheni watoto wadogo waje kwangu. Kwa hivyo watoto wadogo waje kwa Yesu. Bwana ape sifa. Hata leo mtoto huyu ndio mama huyu amechukua jukumu pamoja na familia yake walete mtoto huyu kwa Yesu siku ya leo. Bwana ape sifa. Amen. Na kwa sababu mtoto huyu mzazi wake amechukua jukumu ya kumleta kwa Yesu, maisha ya mtoto huyu itaenda vizuri. Amen. Ama sivyo? Ni watoto wangapi walizaliwa ile siku walizaliwa? Si ni wengi. Lakini siku ya leo labda wengi hawajapelekwa kwa Yesu. Tuko pamoja? Mama aliacha mtoto akaenda kunywa pombe. Mama aliacha mtoto akaenda biashara zake. Kwa hivyo hatapata nafasi hata siku moja kuchukua mtoto ampeleke kwa Yesu. Bwana ape sifa. Amen. Lakini cha kustaajabisha ni hiki. Wewe hautachukua nafasi yako uchukue mtoto umpelekee Yesu. Lakini utachukua nafasi yako wakati mtoto atahitimu kwenda shule, aende shuleni. Hiyo mambo inapelekana kweli? Ile siku unataka kupeleka mtoto shuleni akifikisha miaka 4, unajitayarisha vizuri, unanunua vitabu, unanunua bag, hata mtoto mwenyewe anafurahia sana kupeleka shule siku ya kwanza. Na unasikia mzazi akiambia mzee wake ama mama akiambia mzee, na ufai kukosa hapa. Ni vizuri tuandamane tupeleke mtoto shule. Shule na kwa Yesu ni wapi iko na maana? Kwa Yesu. Si afadhali kuonesha watoto kwa Yesu. Kwa hivyo mtoto huyu ako na baraka nyingi na maisha yake itaanza vizuri kwa sababu ameonyesha njia nzuri ya kukuja kwa Yesu. Ama sivyo? Hata bila kuomba. Tuko na imani sasa huyu mtoto kwa sababu ni wazazi wake wamemleta. Yeye hana ujuzi. Angeambiwa atoke huko ardhi kuja hapa, angekuja. Hata mama yake angekosa kumuonyesha huku, angejua hapa kweli? Yeah? Mzazi angekosa kumuonyesha, atajua hapa kweli? Afikishe miaka 5 atakuwa anapita hapa ajue kama kuna Yesu anakuanga hapa. Lakini wazazi ndio wametoa mtoto wao akuje kwa Yesu. Bwana ape sifa. Na Yesu akaongeza nini 17? Ameendelea tu kumalizia kwa nini tunasoma. Wacheni watoto wadogo waje kwangu. Wacheni watoto wadogo waje kwangu. Wala msiwazuie. Wala msiwazuie. Kwa kuwa watu kama hao. Kwa kuwa watu kama hawa. Ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu. Ni wao. Ni wao. Ama sivyo? Amen. Na tukaachio nini hapo chini? Amini sasa wewe. Nawaambia. Tuko pamoja. Mweko leo. Ndio. Ni sawa. Mweko. Yes. Bwana ape sifa. Amen. Tuo nawe muthenya wa muthi. Ujifundishe
katika ibada hii ya kutaua mtoto, hata wewe ujifundishe sasa. Yesu akasema ni kuhusu watoto wachanga. Amini wewe sasa, ndio unaambiwa sasa. Nawaambia mtu yeyote asiyeupokea sasa, hiyo sio mtoto wetu. Ufalme wa Mungu, asiyepokea ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo, kama huyu mtoto mdogo, haingii kamwe. Hautaingia kamwe. Kwa hivyo tukitaka kuona ufalme wa Mungu Amos, lazima tufanye vile huyu mtoto mdogo anafanya. No kinya tutuke tatuana toni, kwa sababu mtoto mdogo hana dhambi. Bwana apesifu. Mtoto huyu mdogo hajui chochote. Ukimchapa zaidi kwa hiyo nyingine atakuwa anafurahia. Ama sivyo? Mtoto mdogo hana makasiriko. Ama sivyo? Mtoto mdogo hana chuki. Yes. Hadi huo. Mtoto mdogo hana kusengenya. Mtoto mdogo hana uchawi ya kuroga watu wengine. Kwa hivyo tuige mtoto mgani? Huyu. Ndio tuurithi nini? Mungu awabariki na watendee mema. Amen. Kwa hivyo kwa sababu wameingia katika nyumba ya Bwana, tutawaombea na ili tuweze kuchukua huyu mtoto tumbadilishe katika nyumba ya Bwana. Amen. Anaitwa nani? Mko tayari tuombe? Ndio. Haya. Sema tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakuja mbele zako. Yes. Tukisema ni asanti kwa sababu Mungu umetuwezesha kuingia katika ibada hii ya kutawaza mtoto huyu. Yes. Ni asanti kwa sababu familia hii imeonelea ni vyema imlete katika mikono yako. Yes. Na ulisema ya kwamba wacha watoto wakuje kwangu. Yes. Wazazi hawa wametii kwa sababu Yesu ulisema watoto waje kwako. Yes. Na ili maisha huyu mtoto ianze kuanza na maisha ambayo itakuwa ni maisha mazuri. Yes. Na kwa sababu mtoto huyu Beatrice Rogoro ameletwa ndani ya nyumba yako, sisi kama wahubiri ama watumishi wako tunamchukua sasa. Yes. Tunamtawaza, tunamweka katika mipango yako katika maisha yake. Yes. Tunakuomba akianza maisha yake sasa, Mungu pelekane naye na umsaidie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yes. Tunakemea maroho yote ya magonjwa ambayo hupata watoto. Tunakemea magonjwa yote ambayo utembea usiku inafanya watoto wapate pressure na mambo mengine. Tunakemea aina yote ya dhambi yote inaweza mpata katika maisha yake. Amen. Tunakemea hata watu ambao wanaweza muona wamrushie maroho machafu. Yes. Tunaombea huyu mtoto aende na mwelekeo ambao ni mwelekeo wako Mungu wetu. Amen. Tunakuomba hata sasa akiendelea kukua akuwe kama wale watoto wengine. Yes. Akuwa kikujua apendo na watu atapia apendo na wewe Mungu wetu. Amen. Tunaombea Rogoro sasa akae katika maisha yako. Yes. Na ili Mungu mambo yote atakayofanya atafanya akiwa ndani yako Mungu wetu. Amen. Na kwa sababu wazazi wake wamemleta katika nyumba yako. Amen. Usifike wakati Mungu ulimwengu mchukue aingie katika mambo ya anasa. Yes. Tunamwombea baraka sasa kutoka sasa. Yes. Akae katika nyumba yako na aweze kuhudumu katika nyumba yako. Yes. Mtoto huyu tunamweka mpangoni wako Mungu wetu. Yes. Na ili maisha yote katika ulimwengu kuwe pamoja naye. Amen. Namwombea katika jina la Baba. Amen. Na la Mwana na Mtakatifu naomba hata pia kuamini. Amen. Mungu abariki mtoto. Tuombee familia. Napiga magoti. Mama anaweza kaa. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakuja mbele zako tena Mungu wetu. Yes. Sema ni asante kwa sababu ya familia hii Anton na Margaret Mungu wetu. Yes. Ni asante wazazi hawa wametii sauti yako na wameingia katika nyumba yako siku ya leo Baba yetu. Yes. Na kuomba sasa kutoka sasa uwabariki. Yes. Uendelee kuongezea familia hii na uendelee kuwabariki. Amen. Chochote ambacho watakachotaka katika maisha yao Mungu kubali kuwakabidhi. Yes. Naombea wakitoka na wakirudi katika maisha yao, katika biashara zao na katika shughuli zao za kila siku tunaombea sasa. Watoto wakienda shuleni Mungu utawabariki katika masomo yao. Na watakapomaliza shule wahitimu Mungu utawakabidhi kazi na wakabidhi yote na wataka Mungu wetu. Hata boma hii tunaweka mpangoni mwako Mungu wetu. Ukiendelea kuizingira na ukiendelea kuilinda katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Naombea katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu naomba hata pia kuamini.
tupokee mtoto sasa. Si tumeongezewa? Ndio. Naita Evans kuja uchukue hii Sunday school mpya. Kuna ushindi pale katika lile jina. Kuna ushindi pale katika lile jina. Kuna ushindi pale katika lile jina. Oh, jina lake Yesu, Bwana wa mabwana. Oh, jina lake Yesu ni Bwana wa mabwana. Jina lake Yesu ni Bwana wa mabwana. Jina lake Yesu ni Bwana wa mabwana. Oh, jina lake Yesu ni Bwana wa mabwana. Baraka tumepata katika lile jina. Baraka tumepata katika lile jina. Baraka tumepata katika lile jina. Oh, jina lake Yesu Bwana wa mabwana. Jina lake Yesu ni Bwana wa mabwana. Jina lake Yesu ni Bwana wa mabwana. Jina lake Yesu ni Bwana wa mabwana. Oh, jina lake Yesu ni Bwana wa mabwana. Ushindi tumepata katika lile jina. Ushindi tumepata katika lile jina. Ushindi tumepata katika lile jina. Jina lake Yesu ni Bwana wa mabwana. 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 Amen. Mungu ambariki na mtendee mema. Amen. Sasa hatuna lingine ni